Leo nilikuwa na kikao na waheshimiwa madiwani wote wa halmashauri ya Tarime mji, lakini na watendaji wa kata wote, ambao watendaji hao wanao wasaidizi wao ambao wako kwenye mitaa yote. Lakini pia madiwani hao wanao viongozi ambao ni wenye viti wa serikali za mitaa ambao tulikuwa nao sasa hivi. Tulikuwa na mganga mkuu wa halmashauri, ametoa maelekezo au miongozo namna ya kuweza kujikinga na ugonjwa huo, lakini ametoa elimu namna ya kuweza kutambua ugonjwa huo na dalili zake, ambao tunaamini tumetoa maelekezo kuanzia kesho wakae na viongozi wa ngazi ya chini, lakini pia waandae mikutano ya wananchi. Wataalamu wetu wa afya washuke mpaka chini kwenye mikutano ya wananchi, waweze kutoa elimu namna ya kuweza kujikinga na kujizuia na ugonjwa wa mpox. Lakini sio mpox peke yake, mpaka ugonjwa wa kuharisha na kutapika, waende wakatoa elimu kwa chini ili tuweze kuwaokoa wananchi walio wengi. Kwa hiyo hilo tutalifanya vizuri, na mimi mwenyewe naendelea na mikutano yangu ya kata kwa kata. Huko pia naendelea natembea na waganga, natembea na viongozi wa afya, kwa maana watumishi wa afya, wataalamu wataendelea kutoa elimu hiyo ili wananchi wetu waweze kuelewa kwa ujumla. Lakini pia niombe na ninyi waandishi wa habari kupitia vyombo vya habari, tuendelee kutoa elimu hii ya ugonjwa huu wa mpox, lakini pia na kuharisha na kutapika. Kwenye ugonjwa wa kipindupindu wapo ambao walionekana na viashiria na wakapimwa na wakagundulika wana vile vimelea, na ndio maana unaona sasa kuna kampeni kubwa ya kupita mitaani kuhakikisha kwamba tunazuia ulaji wa hovyo kwenye mitaa, tunazuia watu kuwa na biashara kwa mfano za vilevi afu hawana vyoo, lakini tunahakikisha kila mwananchi anakuwa na choo kwenye maeneo yake, lakini pia zile tahadhari zote za kiusalama ili kuepukana na ugonjwa zinachukuliwa. Kwa wataalamu wetu wako mitaani mpaka sasa wanaendelea kutoa elimu, lakini pia na kuchukua hatua. Kama tumekuta eneo lenye watu wengi hakuna choo, tunafunga hilo eneo. Lakini kwenye ugonjwa wa mpox pia wananchi wengi bado hawana elimu ya kutosha, na ndio maana sasa tunaendelea kutumia vyombo vya habari, tunatumia mikutano kuendelea kutoa elimu hiyo kwamba wananchi waweze kujua sasa dalili za ugonjwa huo, waweze kujua namna ya kujikinga na ugonjwa huo, lakini pia wale ambao wanakuwa wameshaambukizwa waweze kwenda kwenye vituo vyetu vya afya na kuweza kupata huduma za awali. Silali tunacho kituo ambacho pia kinahusika na kucheki afya za watu wanaoingia na kutoka. Kuna kitengo kiko pale, kiko makini kabisa, na tumetoa maelekezo asije kaingia mtu ambaye hatujamcheki afya. Kwa hiyo screening inafanyika pale kwa watu wote kwa umakini mkubwa, kwa kushirikiana na vyombo vyote vya ulinzi na usalama, ili watu wote wanaoingia ndani ya wilaya yetu tuhakikishe kwamba wako salama na hawezi kuleta madhara. Lakini pia hata wanaotoka kwenye wilaya kwenda kwenye nchi jirani wanakuwa screened pale kwenye kituo chetu cha One Stop Center ambacho kiko Silali.